kama khalaqnakum awwala marra. Kona ya kwanza, kona ya pili inatengeneza kipande cha katikati. Qur'ani inatakiwa isomwe hivyo, binadhari al-ibara, kwa jicho la mazingatio. Allah anatoa taarifa ya matokeo kupitia taarifa ya mwanzo ya msingi ili upate kutengeneza kipande cha kati. Walaqad jitumuna ya maneno. Mungu hakutaka kusema kulu huwallahu wahid kwa sababu alijua moja mwenzie mbili. Waambie Allah ni mmoja. Mungu sio mmoja. Kwenye aya hii hakutaka hilo. Kasema neno ahad ambalo kwenye Kiingereza fikra katika vichwa. Mungu inawezekana kuna na mwingine, kama wanavyosema baadhi ya watu Mungu Baba, Mungu Mwana, kuna mwingine. Akataka itumike ahad. Allah is alone. Usiwe na fikra ya Mungu wa pili. Lugha hizi kuna ahad, kuna wahid, kuna uhada kwa maana ya furada. Sasa walaqad jitumuna furada, ukienda kule katika Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Lugha hii Mungu akusema fankihu ma taba lakum minan nisa'i ithnatayn. No, lugha ya Qur'ani ieleweke. Hakusema oweni munaowapenda au kwa mujibu wa kile kinachowavutia kutoka kwa wanawake. Kuna vitu kidogo hapo sitaki kuishi tafsiri ya aya hii, napita juu tu, maana kuna makorokoro hapo. Tafsiri ziko karibuni 2-3 hapo kwa mujibu wa aya. Sasa tupite hii nyepesi mpaka wa makonde waelewe. Fankihu ma qala lakum minan nisa'i mathna. Akusemi ithnatayn, oweni kwa mujibu wa yule aliyewavutia kwa wanawake au mumpendaye wawili. Mathna, wawili. Sasa wasioelewa wakachanganya 2 jumlisha 3 jumlisha 4 unaruhusiwa kuwa 9. Mungu akusema 2 na 3 na 4, kasema wawili au 3 au 4, sio 4. Sio kama Kiswahili changu kinaeleweka. Sasa hapa kwenye aya 94 An'am, walaqad jitumuna furada, na wallahi kwa hakika siku ya kiyama mumetujilia kila mmoja kivyake. Furada, kila mmoja kaja kivyake. Kama khalaqnakum awwala marra, furada, tanazum hiyo. Ikiwa walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, furada fa'ishu fi hayatikum furada. Hii ndio falsafa ya aya. Unapoitoa katika taarifa ya kiyama ukaileta katika fiqhu la amali, maana yake fa'ishu fi hayatikum furada. Siku ya kiyama mabwana, kila mmoja atafika katika uwanja wa kiyama kivyake. Na hii ni kwa sababu tulipozaliwa kila mmoja alizaliwa kivyake. Kama twajua kila mmoja aliishi kivyake, na siku ya kiyama kila mmoja atafufuliwa kivyake, tafsiri yake tunatakiwa tuishi kila mmoja kivyake. Ishi maisha yako, usiigize maisha. Mimi nimeoa, mabwana wakubwa mmeoa, na wazee mmeoa, lakini kila mmoja mfumo wa maisha yake ni kivyake. Ukitaka kuyakopi maisha ya fulani kwenye nyumba yake na mkewe uyalete kwako, utaharibikiwa. Na usitufate mashehe tufanyeje, tunataka dua, uliacha njia. Wa man akhta'a tariqa wala, yoyote mwenye kuacha njia ufika akafanyaje?
kapotea. Haiwezekani unakwenda Tegeta, Kariakoo umepanda gari ya Mbagala, unapotea. Mjomba, Tegeta sio huko huko Mbagala. Tegeta. Alamu la ulama, ulimwengu wa utandawazi ukaleta wanamume kuvaa vikuku. Watoto wetu tukaona ndio ujanja, badala ya kuishi maisha yao wanaingia kwenye nini? Kwenye TV huko Ulaya, anavaa kikuku, baharia anavaa herini, anavaa kidani. Ishini Wazaramo nyinyi na Wandengereko maisha yenu. Mzaramo mtoto wa kiume na kidani wapina wapi? Igiza jambo ambalo lina impact bora, lina faida bora. Kwa mfano, nimevaa saa mimi hapa. Anamuona na imamu wangu Sheikh Juma kavaa saa. Mimi nimevaa mkono wa kulia. Mwingine kavaa saa yake mkono wa kushoto. Nitamuuliza kama nimevaa mkono wa kushoto, Sheikh Juma, tumezoea tunavaa saa mkono wa kushoto, wewe umevaa kulia. Mimi nimeamua tu, unaachana naye. Unamtafuta mwingine, na yule naye kavaa kulia. Bwana umevaa saa kulia, kuna thawabu za dezo. Kuvaa saa kulia kuna thawabu za dezo za bure. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda mambo yake mazuri kuyafanya kuliani. Kwa mimi nimevaa kulia pale mlango na mwiga Mtume ili nipate thawabu za dezo. Wewe unaiga kwa sababu unajua nini? Thawabu. Maigizo yako ni bora. Umekwenda kwa Msiwanda, umeona watoto wamefunga rasta vichwani. Mbona watoto tena wana rasta? Basi tu bwana wewe. Kwanza mimi mwenyewe hata sijui mama yao huyu. Usiige bila ya kuuliza kwa nini. Na wao nasema kuanzia mwezi 25 mabinti zangu nitawafunga barasta. Acha kuigiza, ishi maisha yako. Wazaramo na Wandengereko wanasuka vitunguu, magongo, matuta viazi, kilio, ndio misuko yao. Watoto wenu wasukeni hivyo, wapunguzeni nywele. Musiigize wazungu wakaweka nini? Rasta. Wa ila ukitaka kuiga, nenda kwa shehe. Hivi ile inakubalika. Shehe atakwambia nyumba inapungua baraka kukiwa na watu wanaweka marasta, wanaunganisha nywele. Nyumba baraka inapungua kama sio kuondoka, bali na laana inaingia. Sio hivyo? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaapiza na kuomba laana kutoka kwa Allah kila mwanamke anayeunganisha nywele, na fundi ambaye kazi yake kuwaunga wenziwe naye laana, lakini mpaka yule mido naye laana. Wewe umeona akili na kwambia imependeza. Nywele za mwanadamu zina rangi 3. Kuna nyeusi, kuna browni, sio ni. Shehe, wewe ndege, ishi maisha yako. Wale watoto wako kwenye tamaduni zenu, kukutoa kwenye tamaduni kuwe kuna faida kubwa sana. Usiigize. Maigizo mengine yana tafsiri mbovu. Maigizo mengine yanakwenda kutupeleka mabaya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Siku ya kiyama waumini tutakwenda mbele ya mahshari ya kiyama, kila mmoja kivyake. Kama ambavyo Allah ametuumba mara ya kwanza tumekuja duniani kila mmoja kivyake. Kama tunalijua hilo,
tujipange na safari ya kwenda siku ya Kiyama kwenye mahesabu. Tujipange hiyo kivyako. Unaendaje? Ishi kivyako. Ukitoka katika mfumo wa kuishi kivyako, uwe na sababu za msingi zinazoingia akilini. Usiigeige. Waislamu tulipoteza shauka, ile Muslim power ya Waislamu tuliipoteza. Kazi kubwa sana wameifanya watu wa mihadhara. Allah awalipe kwa jitihada zao. Wamefanya kazi kubwa sana kuamsha watu kuhusu dini. Wamefanya kazi kubwa sana kuwarejesha Waislamu katika nafasi yao. Lakini kuna mahala padogo tukakosea. Padogo sana. Kuwa kila jambo tunalolitaka Waislamu tunatumia nguvu na kulaaniana. Hapa tulikosea. Na watu maadui wa Uislamu walitumia mwanya huo kwamba Waislamu ni watu wa makelele tu, hawana jambo. Tulishindwa kuishi maisha yetu kama Waislamu. Kule nilitoa mifano maisha yetu kama watu, alafu kuna maisha yetu kama Waislamu. Kuna maisha yetu kama wanadamu, alafu kuna maisha yetu kama Waislamu. Waislamu tuna maisha yetu. Moja ya maisha yetu kuwa ni wingi wa fikra. Muislamu hutakiwi kuishi bila ya kufikiri. Siku moja niliwahi kusema, kuna bwana alifikia kuandika abiul aqla, mpaka watu wakashangaa, nauza akili. Kuna mtu anazo nyingi ndani, anauza. Kaandika vikaratasi, ndio akilizia nakupa kikaratasi. Watu walijadili wakakubaliana, twendeni tukanunue hizo akili. Mtu wa kwanza kwenda, kaambiwa kiasi gani? Kaambiwa riali 5, akatoa riali 5, akatoka na kikaratasi akili bwana. Anafungua ndani, la ta'mal qabla tafakkur. Usifanye chochote kabla ya kufikiri. Ushauziwa akili. Kenda kawaonesha wenzako. Nenda na wewe, unakupa akili gani? Na mwingine, wote watatu waliokubaliana kwenda walitoka na neno moja, la ta'mal qabla tafakkur. Usifanye lolote kabla ya kufikiri. Mfano, la qaddar Allah, Mungu anusuru. Unakwenda kwa mzee yule pale, unakwenda kumwambia, mzee, nimekuja, kuna taarifa gani? Na wasiwasi mkeo anatembea na fulani. Sasa kabla ya kumwambia, fikiria nini kinaweza kikazalikana baada ya wewe kumpelekea kauli hii. Fikiri. Na huu ni msingi katika misingi ya maisha ya Waislamu. Tuishini maisha yetu, tusiigize maisha. Moja ya maisha yetu kuhakikisha kila jambo letu tunafikiri. Moja. Jambo la pili la Waislamu, atasawu, kujengana katika uvumilivu. Wakati wote tunajengana katika uvumilivu. Subra. Tulipoamua kuhama kutoka kwenye subra, Muislamu naye anaondokewa na ndugu yake kwa lugha zetu. Ghafla. Hizi lugha zetu lakini kwa dini hakuna kifo cha ghafla. Kwa mujibu wa dini, ghafla hukutegemea ukujua. Lakini Qur'ani ishasema kullu nafsin dha'iqatun. Ushapewa taarifa utakufa, unasemaje ghafla kuambiwa? Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ukuambiwa utakufa, ghafla imetoka wapi?
Kwani Mungu kasema amufi mpaka muumwe? Shaambiwa mzee wakati wote kutoka hapo. Juzi imetokea mtoto anasoma mada ile, anaanza tukaanguka kafa. Hiyo madrasa zetu. Kala Rasul, mtoto anasoma, anaanza tu dakika 2 ya kufika kaanguka kafa. Sio ghafla, taarifa mnayo. Alamul maniyati libariyati jari ma hadhihi dunya bidari qarari bainama almar'u yura mukhbiran hatta yakuna khabara. Tangazo la kufa kwa kiumbe wote tayari lishatoka. Tangazo linasema dunia hii si nyumba ya kudumu. Mwaweza mkakaa mkamuona mtu anatoa maelezo kama mnavyomtazama Mziwanda. Yeye leo anatoa maelezo, hatimaye mnakuja kusikia yeye ndio maelezo yenyewe. Anatoa story, kesho yeye ndio story yenyewe. Si yule. Hakuna asiyejua. Tulipoacha neno subra na fikra, Muislamu anaondokewa na ndugu yake katika sura hiyo tunaoita ya ghafla. Anabeba shuka aliyooshewa, tena anaidai kwa shimo hili. Ili shuka mlimoshia kaitaka, anaipeleka kwa mtu, anaichungulia. Huyu karogwa. Nyumba ya 3 kuna mtu mweusi mbele. Shehe, dunia hii inawezekana nyumba ya 3 asipatikane mweusi? Huku weusi wa lazima wawepo tu. Huyu anatafuta sababu ya kukugombanisheni. Ishi maisha yako. Hebu nenda kwenye aya ya 4 surati al-Layl. Huyu ndio Mungu aliyetuumba. Aya ya 4 surati al-Layl. Inna sa'yakum la shatta. Mungu anasema hivyo. Tena kalamu muakkadun. Maneno yanasisitizwa. Wewe unataka tufanane? Hakika sa'yakum, harakati zenu, mishemishe zenu, wallahi kwa hakika ni zenye kutofautiana. Kuna mwingine yeye usimtoe kwenye dini, akimaliza fardhi hana sunna, na kabla ya fardhi hana sunna. Muislamu sio Muislamu. Usimtoe kwenye dini kwa sababu hana kablia wala baadia. Yani yeye katika mishemishe zake za kidini anaona apambane asimame katika wajibati to. Lakini mwingine hata kama itakuwa kama Isha 4 ama Abubuhi, ataswali kablia 2, atapiga 2, hana tahiyatul masjid. Muislamu sio Muislamu. Alafu kuna mwingine huyo abakishi kitu.